kama anaishi, atakapokufa atakufa kabisa, bali atafanya nini? Atapata uzima wa milele. Yaani kumbe hii picha inatuonyesha kwamba katika dunia tunaweza kufa mwili, lakini roho inaishi. Ndipo sasa ndiko nikasema ya kwamba sio mimi ninaishi, Paulo. Ama akasema ya kwamba mimi nikiishi ni faida kwa Mungu, lakini nikifa ni faida kwangu, maana mimi naenda kwa Baba kupumzika. Jamani wapendwa, nyumbani tumekaribia, msivunjike moyo, nyumbani tumekaribia, mliolala wote, nyumbani wapendwa tumekaribia, waombaji wote, nyumbani wachungaji tumekaribia, simameni wote, nyumbani tumekaribia. Wapendwa, nataka niseme nini kwa ajili ya siku ya leo? Tumesoma maandiko kuanzia 1 Yohana ama Injili ya Yohana. Tunaposoma tunaona ya kwamba ni historia ambayo ilitendeka wakati ule. Ilipokuwa ikitendeka wakati wa Yohana ama wanafunzi wa Kristo Yesu pamoja na baba wetu ambaye ni Kristo Yesu. Tunaona ya kwamba kumbe Kristo alipokuja duniani alikuwa na rafiki yake pia. Lakini tunapoona ya kwamba alikuwa na rafiki ambaye alikuwa anampenda sana katika ndani ya maisha yake ama katika huduma yake. Lakini maandiko inasema ya kwamba kwa muda mrefu walipoachana pamoja na Kristo Yesu, maandiko inasema ya kwamba kwa muda mchache ama kwa muda mwingi Yesu Kristo alipoenda zake na aliendelea kufanya kazi yake, aliendelea kutenda ishara na maajabu katika miji tofauti tofauti. Lakini alipokuwa akiendelea katika safari pamoja na mitume wengine, maandiko inasema ya kwamba Kristo Yesu alipata habari ya kwamba ndugu yake ama rafiki yake ambaye anampenda sana, Lazaro, amepatwa na ugonjwa hata katika hali ambayo hajiwezi. Lakini walipopata ile information katika ndani ama katikati ya mkusanyiko, Kristo Yesu yeye, Biblia inasema ya kwamba alipata ufunuo juu ya Lazaro ya rafiki yake. Na mteule aseme amen. Amen. Alipopata ufunuo ya kwamba Lazaro alipokuwa akiambiwa, akapata ya kwamba kumbe Lazaro ameshalala. Naye Bwana Yesu, kwa maana yeye ndiye mfalme, na akawaambia wanafunzi wake, akasema ya kwamba nimejua ya kwamba Lazaro amelala, kwa maana tumepata habari ya kwamba huyu ndugu amepitia katika hali ngumu na amepitia mateso, amepitia katika hali ambayo hajiwezi kama mwanadamu. Lakini Kristo alipopata habari pamoja na wanafunzi wake, wakapashwa habari ya kwamba Lazaro wa Bethania hayuko katika hali iliyo nzuri. Lakini Bwana Yesu Kristo akajua ya kwamba, akashatambua mauti ya kwamba tayari Lazaro ameshafariki. Na alipokuwa ameshafariki, naye Yesu Kristo akawaambia wanafunzi pamoja na mkutano, akasema twende kule, twende tumuone mahali penye alipo ndugu yetu ama rafiki yetu. Na mteule aseme amen. Amen. Walipoendelea kuenda kule, naye Yesu akawaambia wanafunzi ya kwamba, ama wanafunzi wakamwambia Kristo Yesu, akasema huyu ndugu amelala na tunajua kwamba kama amelala ataamuka. Lakini maandiko inasema ya kwamba Bwana Yesu Kristo akawaambia waziwazi ya kwamba Lazaro amekwisha kukufa. Na alishokwisha ama amekwisha kukufa, ya kwamba huyu hayumo tena katika ulimwengu huu. Maana alipofika kule, Yesu Kristo alishatambua kila jambo lililo katika mji wa Bethania. Maneno yaliyokuwa yamefanyika katika mji wa Bethania, Kristo hakuwa karibu, lakini yote alikuwa ameshapata habari. Kwa sababu ni nini? Yesu Kristo ni zaidi ya manabii. Yesu Kristo hakuna nabii ambaye anaweza kumshinda. Yesu Kristo ako juu ya baba Ibrahimu. Yesu Kristo yuko juu ya Elisha. Yesu Kristo yuko juu ya Musa. Yesu Kristo ako juu ya Isaya. Yesu Kristo ako juu ya Nehemia ama Yeremia. Yesu Kristo katika juu ya manabii wote pamoja na mitume. Na mteule aseme amen. Alipopata habari akisema ya kwamba ndugu yake mpendo wake amekufa, na akawaambia wanafunzi wake. Lakini Biblia inasema ya kwamba ukianzia mstari wa 22 anasema, lakini Yesu alipoingia kule,
amekwisha kulala ama katika wamekwisha kumzika. Na walipomzika ndugu yake Martha pamoja na wengine walipomuona Yesu wakamkimbilia. Walipomkimbilia Yesu Kristo, naye Martha akakuwa na hofu akasema, baba ama Yesu ama ndugu yao ama baba ama Yesu ungekuwa hapa ndugu yangu hangekufa. Lakini Yesu akamwambia ndugu yake akasema, nilikwambia nini? Ukiamini katika jambo lolote kila jambo linawezekana. Na kanisa liseme amen. Ambia jirani useme amen. Alikwambia, Yesu akamwambia, nilikwambia ukiamini jambo lolote kila jambo litafanya nini? Litawezekana. Biblia inasema ya kwamba Martha alipomuona akakimbia kwenda kumwangukia Yesu Kristo miguuni pake. Sababu ni nini Martha akimbia aenda aanguka katika miguu? Tutakuja kuona sababu. Na mteule aseme amen. Watu wengi walikuwa wamekaa, walikuwa wameomboleza. Mnavyojua ya kwamba historia nasema ya kwamba hata wengine katika zamani zile watu walikuwa wanamaliza hata miezi 2 katika mji, ama kama mtu wao amekufa wanamaliza hata miezi 2 ama miezi 3 wakiomboleza ndugu yake. Lakini Biblia inasema ya kwamba Yesu alipoenda kule akapata mkutano mkubwa. Na alipopata mkutano mkubwa akaanza kunena pamoja, na alipoona huu mkutano Yesu akafanya nini? Akasema ya kwamba mmemweka wapi rafiki yangu? Biblia inasema ya kwamba Martha akamwambia wamekwisha kumzika, sasa amemaliza siku 4 katika kaburini. Na akasema yu wapi? Na mteule asema amen. Msomaji endelea tuone mstari wa 23. Bwana asema nini? Mstari wa 23. Amen. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Ndugu yako atafufuka. 24. Baada akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo. Ninajua ya kwamba atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Siku za mwisho. 25. Yes. Yesu Kristo akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo. Mimi ndimi huo ufufuo. Na uzima. Yeye aniaminie mimi ajapokufa katika ulimwengu huu atakuwa anaishi. Pigia Yesu makofi useme amen. Msomaji tulia kwanza. Amen. Haleluya. Hapa Yesu ama Martha na hapa Yesu Kristo anaongea pamoja na Martha pamoja na mkutano. Akasema Martha alipokuwa kilia, jinsi unavyojua ya kwamba upige hiyo picha ujue ya kwamba mwenzako wa karibu amekuacha ama amekufa. Lakini Biblia inasema ya kwamba huyu ndugu alikuwa na hofu katika ndani ya moyo wake. Alipomuona Yesu akawa na hasira ya kulia. Alipoona Yesu akawa na hasira na machungu kwa ajili huyu mtu. Alikuwa anajua ya kwamba Martha alikuwa anajua ya kwamba ishara ya Bwana Yesu na miujiza. Akamwendea Bwana Yesu akamwangukia miguuni mpaka akasema, ndugu wewe mbaba ama Yesu ungekuwa mahali hapa ndugu yangu hangelikufa. Tazama amekwisha kukufa siku 4 sasa kaburini. Lakini Yesu akasema yu wapi? Na mteule aseme amen. Amen. Na kanisa la Bwana liseme amen. Amen. Historia hii tunapoiona ya kwamba ni historia iliyofanyika wakati ule. Haya maneno yalifanyika, haya maneno yalikuwepo, haya maneno yanatendeka, na haya maneno yalitendeka katika miji tofauti tofauti. Haya maneno yalifanyika katika enzi za Kristo Yesu alipokuja katika ulimwengu. Haya maneno yalifanyika pamoja katika mikono ya Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa katika dunia pamoja na wanafunzi wake, alipokuwa akienda Yudea, alipoenda Yerusalemu, alipokuwa akienda Samaria, alipoenda Yeriko. Mambo mengi yalikuwa yakifanyika pamoja na mkutano mkubwa. Ishara na miujiza ilikuwa ikitendeka katikati ya mitume pamoja na watu wengine. Mafarisayo na Wasadukayo wote walifanyika, ama maneno mengi yalifanyika. Lakini katika hayo yote watu wengi hawakuwa na sadiki miujiza ya Kristo Yesu. Na mteule aseme amen. Kwa maana Wayahudi walikuwemo katika vikundi viwili. Kuna Wayahudi ambao walikuwa wanamwamini Bwana wetu Yesu Kristo, na wengine hawezi kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo.
Sasa walikuwa kama mvutano kati yake pamoja na Kristo Yesu. Yaani tuseme ya kwamba kumbe kuvutana katika safari ya ufalme ama katika wokovu haianzi leo. Yalianza nyuma. Tunaona ya kwamba historia hii tunapoiona, haya maneno yalitendeka, haya maneno yalifanyika, haya maneno yalikuwepo, lakini Bwana huyu mpendwa aliendelea kumwambia, wewe, huyu ndugu yake hakuangalia mkutano, maana MP walikuwa, mawaziri walikuwa, magavana walikuwa, lakini Martha alipoona Kristo Yesu, simba wa Yuda, akaenda akamwangukia miguuni mwake, akamsujudu, akasema, Baba, ungelikuwa ndugu yangu hangelikufa. Wewe Yesu, ungelikuwa ndugu yangu hangelikufa. Lakini Bwana Yesu, mfalme wa amani, akamwambia, mimi nilikwambia, ukiliamini neno lolote, kila jambo linatendeka. Pigia Yesu makofi useme amen. Pigia Yesu makofi useme amen. Lakini maandiko inasema ya kwamba alipokuwa akiendelea pamoja na mkutano, Biblia inasema haya maneno yalifanyika, lakini Yesu akasema, mimi ndimi ufufuo. Yeyote atakayekuwa akiniamini, atakapokuwa anaishi katika hii dunia, hatakufa bali ataishi uzima wa milele. Pigia Yesu makofi katika hilo jambo. Na mteule aseme amen. Rudi huo mstari wa 25. Yesu akamwambia nini Martha? Haleluya. Mstari wa 25. Anasema nini? Yesu akamwambia, Yesu Kristo akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aliaminie mimi, atapokufa, kabla hajafa katika ulimwengu huu, atakuwa anaishi. Funike evangeli mwezi na Yesu. Bwana asifiwe. Mimi ndimi huo ufufuo. Yeye atakayeniamini kabla hajafa katika ulimwengu huu, yeye atakuwa anaishi. Alikuwa anamaanisha nini? Martha alikuwa na hofu na uchungu. Alikuwa amepoteza ya kwamba huyu Kristo ndiye mfalme wa amani. Alikuwa amepoteza tumaini ya kwamba amesahau. Sasa ameweka na huruma ya mwili. Maana andiko juzi nikawafundisha nikasema, mkiadhimisha matendo ya mwili katika roho, mtafanya nini? Mtapona. Lakini mkiadhimisha matendo ya roho katika mwili, mtakufa. Sasa Martha alikuwa anaadhimisha matendo ama huruma ya mwili katika ndani ya Kristo Yesu. Lakini kumbe aliyekuja ni baba ama ni mfalme wa kila jambo, akamwambia Martha, mimi ndimi huo ufufuo. Atakayeniamini mimi kabla hajatoweka katika ulimwengu, atakuwa anaishi. Ni jambo la maana sana. Ni jambo la maana sana. Ndio walivyovuzana na magoli amen. Ni jambo la muhimu. Wewe utakapoishi katika ulimwengu, lakini ndani mwako kama sababu unajua ya kwamba unamwamini Yesu, una heri, una faida. Nina faida ya maisha, ama kuna tumaini ya kuishi tena, ama nina tumaini nitakapokufa katika huu mwili tena, ninatumania kwamba nitafanya nini? Nitafufuka. Na hapa Yesu amemwambia kwamba mimi ndimi ufufuo. Unaposoma Yohana 14 akasema ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, aminini mimi pamoja na Baba yangu, maana nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi. Kama asingekuwa hivyo, singeliwaambia. Maana mimi nitakapoenda, nitarudi tena nifanye nini? Niwachukue. Mahali penye mimi nipo, nanyi mtakuwepo. Na anakuja anamwambia Martha, mimi nilikwambia, mimi ndimi huo ufufuo. Na mteule aseme amen. Na mteule aseme amen. Sasa tunakuja tunaona ya kwamba kumbe haya maneno ambayo Kristo alikuwa anazungumza, watu walikuwa wanaona bila kwamba ni kawaida. Kumbe si kawaida. Tunakuja tunaona ya kwamba katika hii kizazi ambayo tunayoishi, pamoja na hii kizazi ambayo ilitabiriwa pamoja na mitume, wakasema sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia yake, nyosheni mapito yake. Maana mimi nitawabatiza katika maji, lakini ajaye nyuma yangu, yeye atawabatiza katika moto na nini? Na kweli. Yaani kumbe tunaona ya kwamba hii kizazi ambayo Yesu alikuwa anatembea katikati ya hii kizazi, lakini wengi wao walikuwa hawajatambua ya kwamba Yesu ni mfalme. Mpaka wa leo watu wengi ama madhehebu mengi ama mikusanyiko nyingi haiwezi kutambua ya kwamba Yesu Kristo ni mfalme.
Lakini hapo tunaona ya kwamba anajifunua juu ya Martha, akimwambia Martha, nilikwambia wewe ukiamini katika jambo lolote mahali ulipo kila jambo litawezekana. Lakini Martha akamwambia, Yesu Kristo akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo. Maana yeye aniaminie mimi kabla jambo atakuwa naishi. Na mkumbuke ya kwamba historia tuliposoma hiyo story ndefu inaonyesha ya kwamba kumbe Yesu Kristo pamoja na Lazaro walikuwa rafiki. Na mkumbuke katika maandiko matakatifu ikasema ya kwamba sitawaita tena watumwa, bali nitawaita nyinyi rafiki, maana rafiki atakaa nyumbani mwa Baba siku zote, lakini mtumwa ako kwa muda mchache. Na mteule aseme amen. Sasa tunakuja tunaona ya kwamba huyu Yesu Kristo anakumbuka urafiki aliyoweka pamoja na Lazaro, pamoja alipokuwa mzima. Walikuwa wanatembea pamoja naye, walikuwa wanafanya kazi pamoja naye, walikuwa mahali penye wanaenda Yesu Kristo ako pamoja na huyu Lazaro. Na akakumbuka, ama watu wakaona mahali popote unapotembea, hata na mtumishi wa Mungu ambaye aliyechaguliwa katika roho na kweli, mahali popote unapotembea, kazi anayoifanya wewe pia utafanya nini? Utaifanya. Maana andiko linasema ukimkaribisha nabii utapokea thawabu na nini? Ya unabii. Ukimkaribisha mwalimu na utapata thawabu ya nini? Ya mwalimu. Sasa tunakuja tunaona ya kwamba Yesu Kristo anakumbuka upendo uliokuwepo kabla ya Lazaro, kabla hajatoweka katika ulimwengu. Lakini kwa maana maandiko yanaporudi nyuma anasema, maana nimeshanena mauti ya nani? Ya Kristo Yesu, ama ya nani? Ya Lazaro, ya kwamba Lazaro amekwisha kukufa, lakini ndiposa kazi ya Mungu ifanyike. Mauti ya Lazaro ilikuwa tofauti. Watu waamini Yesu, watu wamjue Yesu ni nani, watu watambue Yesu ni mfalme. Maana maandiko manabii walitabiri ya kwamba tumepewa mtoto mmoja mwanamume, mapekani pake pana ufalme, mkononi mwake na fimbo ya chuma, naye atakuwa mshauri wa ajabu, naye atakuwa Mungu mwenye nguvu, naye atakuwa Baba wa milele, na maongezi yake hayatakoma. Alikuwa nani? Kristo Yesu. Maandiko inasema ya kwamba alipokuja alizaliwa katika chini ya sheria, ili awapate walio chini ya sheria, awakomboe, awatoe katika chini ya sheria, awaweke juu ya neema. Sasa tuishi katika chini ya sheria, bali tunaishi katika juu ya nini? Ya neema. Sababu nini? Yesu Kristo alipokufa akapelekwa msalabani, akasema yote ya Kalvari yamefanya nini? Yameisha. Mkondo wa kwanza ukabadilisha, wa pili ukaingia. Na kanisa liseme amen. Amen. Hapa sasa tunakuja tunaona ya kwamba mkondo wa Lazaro umefanya nini? Umebadilishwa. Kipoza mwimbaji akasema, ama akaimba akasema ya kwamba kuvumba na kuvumbua, Yesu atarudi, kanisa la nyakuliwa. Yesu alipokuwa katika nchi ya mbali, yeye alikuwa ameshanena mauti ya Lazaro, ya kwamba Lazaro amepata ugonjwa ambao Kristo ama Mungu ajitukuze katikati ya huo mkutano. Na akaenda katika mahali kama katika mji wa Bethania, mahali penye Lazaro alikuwepo. Akasema yu wapi? Akasema ako katika pango na amekwisha lala siku 4, sasa amekufa. Na mteule aseme amen. Msomaji endelea tuone Bwana asema nini. Katika jina la Yesu, kanisa pigia Yesu makofi. Uniseme ya kwamba Yesu anaweza. Katika jina la Yesu. 26. Naye kila aishie na kuniamini mimi hatakufa kabisa, hata milele. Yeye kwanza yeye atakayeniamini mimi, kama anaishi, atakapokufa atakufa kabisa, bali atafanya nini? Atapata uzima wa milele. Yes. Yaani kumbe hii picha inatuonyesha kwamba katika dunia tunaweza kufa mwili, lakini roho inaishi. Ndipo sasa andiko likasema ya kwamba sio mimi ninaishi, Paulo. Ama akasema ya kwamba mimi nikiishi ni faida kwa Mungu, lakini nikifa ni faida kwangu, maana mimi naenda kwa Baba kupumzika.
Mbona mtumishi wa Bwana anasema hivi? Yaani kuishi kwake, wengine wanaishi kwa ajili ya kutangaza habari njema. Unaposoma ya kwamba mtume Petro ama Paulo akasema ya kwamba mimi ni mfungwa katika Kristo, sasa hawezi kuachilia injili. Na hapa Kristo anamwambia, maana kulikuwa wakati wa hatari, Wayahudi walikuwa wanaua watumishi wa Bwana, walikuwa wameinuka kuwaua, kuwachinja watumishi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini Yesu anakuja kuwapa moyo ya kwamba mimi nitakapoondoka, anaposema katika maandiko, anasema baada ya mimi kuondoka kuna wale wengine watakuja, manabii wa uongo, ili wapotoze walio katika ndani ya kweli, watoke katika ndani ya kweli, lakini walio waaminifu mpaka siku za mwisho wataishi. Kama wataniamini au wataishi. Bwana asifiwe. Itakapokuwa ya kwamba watawachinja, lakini hao watu kama wanamwamini Yesu wataishi tena. Na mtu yule aseme amen. Endelea tuone Bwana asema nini. Unayasadiki hayo? Unayasadiki hayo? 27. Yes. Akamwambia, naam Bwana wangu, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiye Kristo. Mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiye Kristo, Mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Yeye ajaye katika ulimwenguni. 28. Yes. Naye alipokwisha kusema hayo maneno, alikwenda zake. Yesu Kristo ama Maria alikwenda zake, akamwita umbu lake Mariamu Faragani, akasema mwalimu yupo amekuja. Mwalimu nani? Yesu Kristo amekwisha kukuja na ameanza kwa, yani huyu kumbe huyu Maria anafanya uinjilisti katika ndugu yake. Kuna mwingine hawezi kuamini, lakini Maria ama Mariamu anaenda kumwambia Maria ya kwamba kuna mwalimu ambaye ameingia. Na huyu mwalimu si wa kawaida. Huyu mwalimu ana ishara na miujiza na maajabu katika ndani mwake. Sasa njoo huku tuone atasema nini. Kanisa la Bwana liseme amen. Na mtu yule aseme amen. Wenye anaelewa aseme amen. Endelea tuone. 29. Naye aliposikia aliondoka upesi. Akaondoka upesi. Akamwendea. 30. Yes. Na Yesu alikuwa hajafika ndani ya kijiji. Naye Yesu alikuwa pato hajafika katika ndani ya kijiji. Ewe jimagoje kwanza. Kumbe haya maneno yalipokuwa yakifanyika, Yesu alikuwa katika njia. Hata alikuwa ameingia katika katika huo mji, lakini alikuwa katika safari ya kwamba kabla ataingia katika nyumbani mwake. Lakini huyu mtu anaanza kuona ukuu wake. Na huyu mtu alipoona ya kwamba mwalimu amekwisha kuingia, wacha niende niambie ndugu zangu ambao wako nyumbani ya kwamba mwalimu mwema ameingia. Amen. Kanisa la Bwana liseme amen. Kumbe huyu mtu alifanya uinjilizi kabla Kristo ataingia katika mji. Endelea tuone. Lakini alikuwa angalipo pale alipomlaki Maria. Lakini alikuwepo anakaa pale penye alimlaki Maria. 31. Yes. Basi wale Wayahudi walikuwepo na Mariamu. Pale Wayahudi walikuwepo na Mariamu nyumbani. Yes. Wakimfariji. Walipomuona jinsi alivyoondoka upesi na kutoka ule, walimfuata. Huku wakidhani ya kwamba anakwenda kaburini kufanya nini? Kulia huko. Anakulia huko. Sema anakulia huko. Sema anakulia huko. Endelea tuone Bwana asema nini. 32. Amen. Basi Mariamu alipofika mahali pale, alipokuwepo Yesu Kristo na kumuona Kristo Yesu, alianguka miguuni pake, akamwambia Bwana, kama ungelikuwepo hapa tena, ndugu yangu Lazaro hangelikufa. 33. Yes. Basi Yesu Kristo alipomuona akalia, na wale Wayahudi na waliokuwa wamepatana pamoja na Kristo wanalia pia. Aliugua rohoni. Yesu Kristo aliugua rohoni mwake. Akafadhaika ndani ya moyo wake. 34. Yes. Akasema umemweka wapi Lazaro ndugu yangu wa Betania? Wakamwambia Bwana njoo utazame. 35. 35 anasema akalia macho
Yesu Kristo akalia machozi. 36. Basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda. Angalieni jinsi alivyokuwa na mpendo wa Lazaro wa Bethania. 37. Amen. Bali wengine wao wakasema, bali wengine Wayahudi miongoni mwao wakasema, je, huyu aliyemfungua macho? Sasa maswali na majibu yakaja. Sema amen. Amen. Kama swali kaja kuisonoa, huyu ndiye aliyekuwa amefungua yule kipofu ambaye alikuwa amezaliwa kama kutoka katika tumboni mwa mama kabla haoni, ama ni mwingine? Maswali yakaanza kuingia na mteule aseme amen. Amen. Malizia tuone. Hakuweza kumfanya na huyu asife. Hataweza kukosa kumfanya hata Lazaro apate uzima. 38. Yes. Basi Yesu, basi Kristo Yesu hali akiugua katika ndani ya moyo wake, akafika kwenye kaburi, naye lilikuwa na pango mkubwa, na jiwe limewekwa juu yake. Amekwisha kuweka jiwe katika kaburini. 39. Yes. Yesu akasema, basi Yesu akasema, liondoeni lile jiwe, maana dada yake ndiye aliyefariki. Naye aliye pamoja akamwambia Kristo, Bwana wako anaduka sasa. Maana amekuwa maiti. Amekwisha kuwa maiti siku 4. 40. Amen. Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba usiamini usubira utaona utukufu wa Mungu. Ameenda moja. Amen. Pigia Yesu makofi kwanza ndipo tuendelee. Amen. Katika jina la Yesu. Malizia tuone. Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua. Mara Yesu kamulanga macho yake. Kainua chimoni chewe Mungu ake. Akasema, Baba nakushukuru. Baba wangu kusima. Kwa kuwa umenisikia. 42. Wewe. Nami nalijua kuwa wewe wanisikia siku zote. Lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya ili wapate kusadiki kwamba ndiye uliyenituma arubani naye kisha kusema hayo akalia kwa sauti katika sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. 44. Amen. Akatoka nje. Amefungwa sanda miguuni na mikononi pamoja na mikononi, na uso wake pamoja na mikono mahali penye alikuwa hawezi kuonekana. Naye Yesu akamwambia, fungueni, mkamwacha aende zake. Na mtu yule aseme amen. Yesu makofi, sema amen. Bwana asifiwe. Haya maneno tunayaona ya kwamba ilikuwa historia. Ninazidi kuambia kwamba ilikuwa historia iliyokuwa imefanyika. Haya maneno yalikuwepo, yalitendeka katika wakati wa Kristo Yesu pamoja na mitume. Lakini nataka tuone ya kwamba hii picha tutaileta katika hii kizazi namna gani. Hii picha ama katika generation ambayo tunaishi, ama wakati huu ambao utakuwa ni wakati gani. Yesu Kristo, Biblia inasema ya kwamba alipokuja ulimwenguni alikuja kutafuta kilichopotea, ili akirudishe katika utukufu wa Bwana, ili akikomboe katika chini ya sheria, ili aiweke juu ya nini? Ya neema. Na tunaona ya kwamba rafiki yake alikuwa amemgonjeka na amepoteza maisha, lakini tunaona ya kwamba alikuwa katika hali ya kuugua na akaanza mambo mengi kunung'unika. Lakini isitoshe, alipokuwa akitembea, kumbe watu walikuwa naona ya kwamba ishara ambayo Bwana Yesu alikuwa anafanya, miujiza ambayo Bwana Yesu alikuwa anafanya, ishara na maajabu aliyokuwa akifanya. Lakini Wayahudi miongoni mwao hawakuwa wanaamini. Lakini tena baadhi ya Wayahudi miongoni mwao wakaanza kusema, si huyu aliyefungua yule kipofu? Akasema, atakosaje kumfumbua hata aliyelala?
Lakini maandiko yanasema ya kwamba alipotoka nyumbani mwake akaingia kule. Alipoingia kule akakuta pamoja mkutano wa Wayahudi walikuwa wanakaa katika nyumbani. Nilipowaambia awali ya kwamba katika enzi zile watu walikuwa wakimfariji mtu wanamaliza hata miezi 3, lakini alipoenda kule watu walikuwa wanaomboleza zaidi ya hata miaka 40 watu wanakaa katika kaburi wakiomboleza. Lakini Yesu alipokuwa ameingia kule akasema, hata ndugu yake akasema, baba, ungelikuwa ndugu yako hangelikufa. Lakini Yesu akasema, nilikuambia ukiamini kila jambo litawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii wapendwa, katika hii generation ni nini? Bwana anataka kukuambia nini? Wewe ulipokuwa katika hii dunia, wokovu haikuwa yako. Wokovu ilikuwa ya Wayahudi tu peke yake. Lakini kwa ajili ya neema ya Kristo Yesu, kwa ajili ya msamaha wa Bwana wetu Yesu Kristo, wewe pamoja na mimi una nafasi ya kuenda katika miguuni mwa Bwana upate kusamehewa dhambi. Nina nafasi ya kuenda katika machoni pa Bwana nikamwambia jambo linalonisumbua. Lakini enzi zile hatukuwa na nafasi ambayo tunaweza kumfikia Bwana. Lakini katika hii kizazi nataka niseme nini? Hii picha inatuonyesha nini? Katika shida unayopitia ndani ya maisha yako, nataka nikwambie, amini Bwana Yesu kwanza. Na umtambulishe Bwana Yesu katika haja ya moyo wake. Usiseme ya kwamba ninakimbia ili nijisaidie. Usiseme ya kwamba ninapata mali kwa ajili ya akili zangu. Usiseme ya kwamba mimi ninajua kutafuta kuliko kushinda wale wengine. Wewe ni mjinga kabisa. Na wewe ni mpumbavu. Lakini hapa tunaona ya kwamba huyu Lazaro alikuwa na watu ambao wanampenda, ama alikuwa na ndugu zake ambao walikuwa wanampenda pamoja na Wayahudi wengine. Lakini hili andiko linasema ya kwamba Lazaro alipokufa, kumbe Lazaro alipokuwa amekufa, lakini katika Lazaro kukufa kwake alikuwa amefanya urafiki pamoja na Kristo. Alikuwa ametengeneza uhusiano wake na Mungu. Alikuwa ametengeneza relationship yake pamoja na Kristo Yesu. Hii picha inatuonyesha nini? Kama sisi tutakapoishi katika hii dunia, lakini tutengeneze sisi urafiki pamoja na Kristo Yesu, una heri ndani ya maisha yako. Nina heri ndani ya maisha yangu. Nina heri katika uzao wangu. Nina heri katika mauti nitakayolala tena. Bwana Yesu asifiwe. Maana ndivyo ninasema, hatutalala zote mautini. Maana wengine Kristo atakapokuja maili 8 walio ndani ya Kristo watakayomwamini watabadilishwa mili, alafu wataenda kumlaki. Na waliolala wakimwamini kama Lazaro aliyokufa watapata tena miili mingine, ama watafufuka katika ufufuo wa Bwana Yesu, katika Bwana Yesu wetu Kristo aliyokuwa katika hiyo ulimwengu. Hii picha inatuonyesha kwamba Lazaro alikuwa akienda, lakini Biblia inasema Lazaro alikuwa amefungwa katika kila mahali. Hakukuwa mahali penye anaweza kuona. Lazaro alikuwa amefungwa katika maisha. Huyu Lazaro ni nani katika hii generation? Lazaro ni wewe pamoja na mimi, ambayo tulikuwa tumekufa katika mambo ya dhambi. Tulikuwa tumepotelea katika mambo ya ukoo. Tulikuwa tumepotelea katika mambo ya dunia. Tulikuwa tumepotelea katika ushirikina pamoja na usharati pamoja na maneno ya dunia ambayo imetufunika. Lakini Bwana Yesu Kristo amekuja, amesema ya kwamba njoo huku tumfuate yeye, tumwangalie yeye. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo alipokukuta ulikuwa umefungwa sanda. Yesu Kristo aliponikuta nilikuwa nimefungwa sanda. Hii sanda ni ya nini? Hii sanda ulikuwa umedharauliwa ndani ya maisha. Hii sanda ulikuwa umedharauliwa hata na mzee wako. Hii sanda ulikuwa umedharauliwa na jamii yako. Hii sanda ulikuwa umedharauliwa hata katika mahali popote unapotembea. Hata licho umesoma lakini hauna kibali ya kufanya kazi, hata kuajiriwa kazi, wewe umefungwa sanda. Mahali popote unapotembea wewe una kila kitu, una mali, lakini mahali popote unapoenda una magonjwa mengine ambayo imeshindikana pamoja na tiba. Kuna HIV uko nayo ndani ya mwili, hiyo ni sanda ndani ya maisha. Uko na ugonjwa ambao unasema ya kwamba ni sikose, hiyo ni sanda ambayo umefungwa. Kuna magonjwa ambayo imekataliwa ndani ya maisha, hiyo ni sanda ambayo umefungwa. Kuna irisi ambayo umewekewa, wanadamu walichawi, walifanya uchawi juu ya maisha yako, hiyo ni sanda umefungwa na wamekuweka katika makaburi. Na wengine wamesema ya kwamba hautafaulu katika maisha yako, hata utembee hautafaulu. Ndoa yako unajaribu isimame, lakini wewe umefanya nini? Umezikwa, hauwezi kufaulu.
Sababu ni nini? Walikuweka katika shimo, walikuweka tayari katika kaburi. Wewe unatembea mzima ukisema mimi ndiye mwenye akili, mimi ndiye mwenye busara, mimi nikitembea hakuna mwenye anaweza kunipinga. Maana unaona shamba yenye unayo, unaona mali yenye unayo hiyo kidogo, unasema mimi nina akili, lakini hujui kwamba una tatizo. Kila siku wewe umeishi katika hospitali. Kila siku unaishi katika mateso. Unasikia kwamba hata watoto wako wameshikwa, watoto wako wameuliwa. Hiyo ni sanda, lakini hujatambua. Watoto wako wanajaribu ndoa, lakini hakuna ndoa ambayo inashikika. Hiyo ni sanda ambayo umefungiwa. Unajaribu ndoa isimame, lakini hakuna amani. Hiyo ni sanda ambayo umewekewa. Unajaribu kusomesha watoto, lakini hakuna kufanikiwa. Hiyo ni sanda katika ndani ya maisha yako. Unajaribu hata huduma isimame, hiyo lakini huduma haina kusimama. Hiyo ni sanda ambayo umewekewa ndani ya maisha yako mpendwa. Lakini nataka nikwambie katika mateso unayopitia, maana Biblia inasema mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana umfanye nini? Umuokoa nayo yote. Hapa tunaona ya kwamba Lazaro alipoenda kule, Lazaro mahali penye alikuwa amelazwa, Yesu Kristo amekuja ameondoa ile jiwe. Lile jiwe ni nini? Ni ushirikina ambayo limefungiwa katika maisha yako. Ni ushirikina katika ndani ya maisha ambayo ni mahali popote unatembea. Hata unasema ya kwamba wewe ndio unajua unabidii sana ya kutafuta, lakini kuna tatizo ambayo iko ndani ya maisha ambayo limeshindikana kutatuliwa pamoja na askofu wako, pamoja na nabii wako, pamoja na dini yako. Lakini una tatizo, lakini nataka nikwambie ile tatizo, nataka nikwambie kuna mtatuzi mmoja ama muamuzi mmoja ambaye atajulikana ni Yesu Kristo. Nataka nikwambie ukimuendea utapata amani, na ukimwamini ile tatizo unaliona litaisha. Shida na aibu ama kudharauliwa ndogo ndogo utaisha. Sanda uliofungwa katika ndani ya maisha, Kristo amekuja amesema, leo fungua mwanangu apate uhuru katika ndani ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Maandiko inasema nini? Bwana anaenda kuwarejesha wote waliokuwa wameshikwa mateka miaka 70. Na wengi wao walipokuwa wamerejeshwa walikuwa kama waotao ndoto. Lakini walio ndani ya Kristo, ulimi zao ulijawa katika shangwe na nderemo na vigelegele. Walishangilia kwa maana wameona utukufu wa Bwana. Watakapomwamini Yesu katika ndani ya maisha kuna ushindi. Tunamwomba amen. Tunamwomba amen. Amen.